Karibu tena mtazamaji, tuendelee kukufahamisha. Mkaguzi wa maiti wa serikali anatarajiwa kufanyia uchunguzi mwili wa Cheryl Adhiambo mwenye umri wa miaka 21 ambaye alikuwa mwanafunzi wa udaktari na ambaye anadaiwa kuuawa kwa kupigwa risasi na maafisa wa polisi siku ya Jumamosi mtaani Huruma, kaunti ya Nairobi. Haya yanajiri huku shinikizo zikitolewa za kumwajibisha polisi aliyehusika. Halmashauri ya kutathmini utendakazi wa polisi tayari imeanzisha uchunguzi kuhusiana na tukio hilo, ikitoa wito wa utulivu. Tukio la kupigwa risasi kwa mwanafunzi huyo lilizua maandamano yaliyogubikwa na ghasia siku ya Jumapili, wakazi wa mtaa wa Huruma wakitaka haki kwa familia, machozi yakimlenga mama huyu ambaye amempoteza mwanae kwa njia isiyoeleweka. Mtoto wangu hayuko tena. Ya Cheryl naonge kendo. Ya Cheryl wangu hayuko tena. Cheryl mawangu kitili tiario. Huduma ya kitaifa ya polisi imesema kuwa mwenda zake alijipata katika mtego uliowekewa majambazi. Hakulengwa. Sijui, siwezi eleza vizuri juu mimi nimepata mtoto wangu ako na bunduki ama imepitia huku na alikuwa kwa kazi yake. Kwa kazi yao, amekaa kwa kazi yao. Si nimekuambia saa 1:40 amenipigia simu, tumeongea. Saa 1:50 napigiwa ati amekufa. Amepigwa bunduki, ameshutiwa. Na kangekuwa kijana ningesema hata alikuwa ameleta vurugu, ni msichana wa shule, ni mtoto wa shule. Huku shinikizo zikizidi kutolewa kuwajibisha polisi aliyehusika, halmashauri ya IPOA imesema kwamba imeanzisha uchunguzi wa tukio hilo. Cheryl was minding her business kwa kibanda, anafanya kazi yake, anaendelea na shughuli yake. Ile altercation ilikuwa huko nje ya polisi na nani, she had no business in it, but still tunaona amepigwa risasi na ameuawa. Kulingana na IPOA, uchunguzi wao utahusisha ushahidi na kuwahoji mashahidi ili kutoa taarifa kuhusu mapendekezo yao. Familia, IPOA na wanaharakati wanatarajiwa kushuhudia uchunguzi wa maiti hiyo siku ya Jumanne. John Jacob Kuria, Darubini.